tumepata mchezo wa kirafiki dhidi ya Biashara Veterans ambao wamekuwa ni walezi wetu. Tunaamini kwenye yale ambao tumeyafanyia kazi mazoezini, tunaamini tunaweza kupata matokeo japo kuna kushindwa lakini pia kuna kusare. Kitu cha kwanza tumemheshimu mpinzani. Kwa hiyo hatujajua ila tunaamini ndani ya dakika 90 tutaondoka tukiwa vinara. Naitwa Frumens William Tungalaza, ni mwalimu wa Biashara Veteran. Mchezo wa leo ni maandalizi kwa ajili ya michezo yetu ya wazee kati ya timu Nyerere Day, mchezo utakaochezwa Nyerere Day. Sasa tumejiandaa kucheza na watoto kwa ajili ya mazoezi, kwa sababu watoto hawa ni kati ya miaka 20 mpaka yani mkubwa sana na miaka 23. Kwa hiyo tumeomba tucheze mechi na wao ili tuweze kujipima na kujiandaa kwa ajili ya mechi zile. Matokeo si kipaumbele changu. Kipaumbele changu ni mazoezi na timu namna imecheza. Kwa hiyo kwa upande wangu timu yangu imecheza vizuri na wamefanikisha kwa lengo ambalo nilikuwa nali. Ni matumaini yangu kama wachezaji wote watakuwa na afya. Unajua mpira unachezwa siku kwa siku, inategemea na mchezaji anavyoamka. Kama watakuwa na afya kama walionayo, basi matumaini ya kupata. Kwa majina naitwa Mohamed Said Bundala, ni mchezaji wa Lions. Kiufupi tumejiandaa vizuri kwa kufuata maelekezo ya mwalimu tangu mazoezini mpaka kufikia kwenye mechi hii ili tuweze kupata matokeo. Japo timu tulikuwa tunacheza nayo unavyoona ni watu wazima tuzidi umri kidogo na mpira wao ulikuwa ni wa kupasiana, sio mpira wa kukimbia kama sisi vijana. Hiyo imekuwa ni exposure kwetu kwa sababu mpira sasa hivi wa kisasa ni wa kucheza, kupeana pasi na kuona kwenye matukio. Tunaweza tukasema kama tumepunguza kiwango cha tutakiwa tushinde zaidi ya goli hizo 2-1. Wamecheza tofauti kidogo kwa sababu gani? Kipindi cha nyuma tumeshawahi kucheza nao hapa na tukawafunga goli 5. Kwanza mimi namshukuru Mungu, mchezo ulikuwa mgumu. Tumejaribu kupambana kadri tulivyoweza, tumepata ushindi wa goli 2-1. Niwapongeze vijana wangu, wamesikiliza maelekezo japo kwenye kile ambacho tunakitafuta kutokana na umri ambao wachezaji wangu wako nao. Kile ambacho mimi nahitaji kukiona timu yangu inakifanya bado hatujafikia malengo, lakini naamini polepole ndio mwendo, naamini ipo siku tutakifikia kile ambacho. Kwanza cha kwanza sheria ya mpira wa miguu lazima umheshimu mpinzani, haijalishi yuko vipi. Kwa hiyo kwangu mimi naamini matokeo hayakuwa sahihi japo ninawaheshimu wapinzani. Kwa wachezaji wangu kwa muda ambao wanafanya training, naamini wanaenda wanapokea kidogo kidogo, naamini ipo siku watayafikia yale ambao mimi kama kiongozi natamani. Mara ya mwisho tulikutana nao tulipata ushindi hivyo 2-1. Leo tumecheza nao tumepata ushindi tena wa 2-1, lakini naamini kabisa kwamba kuna sehemu kubwa mimi kama kiongozi, kama kapteni mkuu ambaye ninaingia kwenye karia ya ualimu, ninaamini tuna vingi vya kwenda kufanya masahihisho kwenye uwanja wa mazoezi ili kuhakikisha tunakuwa bora zaidi.